Gani huu ni mchezo ambao kwanza una mkusanyiko wa wachezaji wa madaraja makubwa, lakini ambao yoyote atakayepita kutoka kwenye hii hatua basi atakuwa amestahili kwa sababu tayari ni timu bora. Naizungumzia Al Masry ambayo nchini Misri, ukitoa National Al-Ahly, ukitoa Zamalek, ukitoa Pyramids, wanafuatia wao kwa kuwa timu bora kwa takriban misimu 3-4 sasa, na hata kwa umri ni moja kati ya vilabu vikongwe sana. Walianza mwaka 1920 huko, muda mrefu sana. Na wana umri mkubwa kuliko hata Simba wenyewe ambao walianzishwa mwaka 1996 kama nakumbuka vizuri. Kwa hiyo ni kitu cha namna hiyo. Pengine wanakuja hapa nyumbani Tanzania. Kama sijakosea tarehe kama tarehe 9 kama sijakosea. Game ni tarehe 9. Kwa hiyo wanaweza kuja walau masaa 78 kabla ya mchezo ama 72 na vitu kama hivyo. Nini Simba wafanye kwenye game ya marudiano hapo nyumbani? To be honest, unajua katika vitu ambavyo vitamchanganya kocha yoyote ule wa mpira wa miguu ama wa timu yote, yani chochote ambacho kinahusisha timu ni pale ambapo unapocheza vizuri halafu haupati matokeo. Inakupa mtihani mkubwa sana kujiandaa na mchezo wa marudiano kama ni game ya leg mbili ya nyumbani na ugenini. Simba walicheza vizuri sana Misri, hakupata matokeo, lakini kwenye mchezo unaofuatia huu ni lazima wapate matokeo. Tena sio matokeo, lazima wafunge walau magoli matatu bila kuruhusu bao ili kuweza kufuzu kwenda kwenye hatua inayofuatia. Walicheza vizuri, hawakuweza, inabidi ajiringe na vyote kwa pamoja. Kwa hiyo ni mtihani kidogo, na binafsi yangu mimi nafikiri jambo ambalo wanapaswa kulirekebisha Simba ni namna ya kuzitumia nafasi. Ukimwangalia Leonel Ateba ambaye watu wengi wanamtupia lawama, pengine ndio chanzo kwa nini Simba yukuscore magoli mengi siku ile Misri, lakini mimi sioni kama ni jambo la yeye peke yake. Palikuwa na nyakati ambazo Mpanzu alipaswa kutoa pasi sahihi, hakutoa, japokuwa pia palikuwa na nyakati nyingi ambazo alipaswa kutoa pasi sahihi na alifanya hicho kitu. Janchaza huwa pia palikuwa na nyakati alipaswa kutoa pasi lakini akapiga shuti. Lakini pia kwa Kibu Denis kuna nyakati ambazo alipaswa kutoa pasi mapema, alikana mpira zaidi ya muda ambao unapaswa. Na kwenye mpira wa miguu unapotumia muda mwingi kukaa na mpira unapunguza nafasi ya kuweza kuitumia kuweza kushambulia timu pinzani. Na muda na nafasi ni rafiki wazuri sana wa timu yote ambayo anataka kufunga magoli mengi kiwanjani kwenye mpira wa kisasa hivi sasa. Kwa sababu ukichelewa kutoa pasi inamaanisha walinzi wanapata nafasi ya kurudi kwenye maeneo ya kuzuia. Ukiwahi ina maana unakuta walinzi hawako kwenye yale maeneo. Kwa hiyo nafikiri kitu cha kwanza ambacho ni bora Simba wanapaswa kufanya kuelekea kwenye mchezo wa marudiano ni kuhakikisha execution inakuwa bora zaidi. Kwamba kwenye eneo ambalo Mpanzu anapaswa kutoa pasi ajitahidi akombine vizuri kwa kutoa pasi sahihi. Kwenye eneo ambalo Kibu anapaswa kutoa pasi atoe pasi pia. Kwenye eneo ambalo Kibu anapaswa kupiga shuti apige shuti. Kwenye eneo ambalo Ahua anapaswa kutoa assist atoe assist. Na kwenye eneo ambalo anapaswa kupiga apige. The same case kwa Leonel Ateba ama Mkwala, kama watu wengi wanapopiga kelele aanzishwe. Binafsi yangu watu walioniuliza mimi Ateba na Mkwala upi aanze kwenye hiyo game, nitastick bado na Ateba. Naona bado ni mchezaji ambaye anaofa ubora mkubwa zaidi kwa Simba Sports kwenye eneo la mwisho kuliko hata Mkwala kwa nature ya walinzi ambao Al Masry wanao. Wanacheza na walinzi watatu, na Khalid Sobi na wengine walioko pale nyuma ambao wanafanya kazi vizuri sana na wana matumizi mazuri sana ya maguvu. Kwa hiyo unahitaji mshambuliaji ambaye anaweza kubetwa nao kwenye hizo nyakati. Na ukimwangalia Mkwala hakupi sana hiyo fursa kama ambavyo Ateba